السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Aziz anasema kwamba matukio yaliyoelezwa na Sayyidina alayhi salatu wassalam na riwaya mbalimbali yaliyoeleza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza matukio haya na riwaya hizi katika hutuba zake mbalimbali. Leo mimi nitaeleza matukio haya na riwaya hizi. Kila tukio na riwaya tukisoma inapatikana nasaha ndani yake, kwa kukumbusha jambo hili kwamba wanajumuiya wanatakiwa waboreshe na waongeze elimu yao. Wale ambao wanakuwa na elimu ya dini wanatakiwa wajue habari ya mazingira, vile vile wajue historia pia, hasusan wale ambao wamepewa jukumu la mahubiri kama wabashiri na walimu. Hawa wote wanatakiwa wao wazingatie elimu hii. Katika zama hii maelezo haya yanapatikana kwa urahisi bila matatizo yoyote. Kwa yoyote riwaya moja, tukio moja limeelezwa na Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam. Riwaya hii inatukumbusha kwamba tunatakiwa tuboreshe elimu yetu. Vile vile riwaya hii inaonyesha kwamba tunatakiwa tuzungumze sawa na hali na wakati, na vile vile inathibitisha kwamba nani ni walii wa Mwenyezi Mungu au ucha Mungu, dalili yake ni nini. Hazrat Muslih Maud anasema kwamba tulimsikia Sayyidina alayhi salatu wassalam tukio hili, alikuwa akisema kwamba kulikuwa mtu ambaye alikuwa akiitwa kwamba yeye ni walii wa Mwenyezi Mungu, ni mcha Mungu sana. Waziri wa mfalme fulani akawa mfuasi wake kwa bahati. Huyu waziri akasambaza habari hii kila mahali kwamba huyu mzee ni walii sana, ni mcha Mungu sana, na yeye ni mtu ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu sana, kiasi kwamba alimhimiza mfalme pia kwamba wewe unatakiwa umzuru, umuone huyu mzee, huyu walii wa Mwenyezi Mungu. Mfalme akasema ni sawa, siku fulani mimi nitamwendea,
nitakutana naye, nitamuona huyu mzee ambaye unasema ni walii wa Mungu. Kwa hiyo huyu walii akamwambia kiongozi wake kwamba siku fulani mfalme atakujia, wewe uzungumze naye hivi ili mfalme aathirike sana kwa sababu ya mazungumzo yako, na yeye pia awe mfuasi wako, na mfalme akiwa mfuasi wako, watu wengine pia watakuwa wafuasi wako. Hatujui, Hazur anasema hatujui kwamba yeye alikuwa mfalme yule alikuwa mwalimu wa Mwenyezi Mungu au la, lakini tukio hili linaonyesha waziwazi kwamba alikuwa mjinga. Kwa hiyo yule wali alipopata taarifa hii kwamba mfalme ananijia na mimi nataka nizungumze naye hivi ili yeye apate athari sana, kwa hiyo akafikiria maneno kadhaa moyoni mwake. Mfalme alipomjia akamwambia huyu mfalme kwamba ewe mfalme, unatakiwa ufanye uadilifu. Angalia, mfalme Skandar ambaye alikuwa Mwislamu alikuwa mwadilifu kiasi hiki kwamba yeye ni maarufu sana mpaka leo, ilhali huyu mfalme Skandar alikuja kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karne nyingi sana, hata alikuwa kabla ya Isa alayhi salatu wassalam. Lakini huyu mzee akasema kwamba Skandar alikuja baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alikuwa mfalme Muislamu. Al-Muslimud anasema kwamba maana yake ni hii kwamba huyu mfalme alikuja baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupita karne nyingi sana, kwa sababu Skandar hawezi kuwa wakati wa mahalifa wanne, kwa sababu wakati ule walikuwa wakitawala, na wakati wa Hazrat Muawiya pia alikuwa hawezi kuja kwa sababu Hazrat Muawiya alikuwa mfalme wa dunia nzima, na katika wakati wa Banu Abbas pia alikuwa hawezi kuja kwa sababu wakati ule pia Banu Abbas walikuwa wakitawala duniani. Ikiwa Skandar alikuwa Muislamu, basi alikuwa katika karne ya 4 au ya 5 baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hali yeye alikuwa mfalme kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karne nyingi sana iliyopita. Kwa hiyo huyo mfalme ambaye alikuwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu mzee akasema kwamba alikuwa katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matokeo yake yalitokea hivi kwamba mfalme akamchukia yule mzee na akaondoka, hakukaa pale na yule mtu ambaye alidai kuwa wali wa Mwenyezi Mungu. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba kujua historia si shati kwa ajili ya kuwa wali wa Mwenyezi Mungu, lakini huyu mzee mwenyewe alichagua shida hii na alimwambia kwamba ajiingize katika mambo ya historia. Kwa hiyo mtu anatakiwa ajue elimu sahihi, na yoyote anayosema mwanadamu anatakiwa awe na uhakika kwamba ye anayosema ni sahihi, na awe na elimu ya historia na azungumze sawa na uhakika wa elimu. Basi tamaa ya nafsi yake ilimwangamiza. Mtu anapodai kuwa kwamba yeye ana elimu ilhali hana elimu, basi anadhalilika hivi. Kisha kwa kumpitia Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb radhiyallahu ta'ala anhu imeelezwa upole wa Sayyidina alayhi salatu wassalam na upole kwa ajili ya binadamu, kwa ajili ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hazrat Muslimu anaeleza tukio moja kwamba watu wengine wanakuwa na haraka sana kwamba wafanye maombi ya maangamio kwa ajili ya wengine. Tunatakiwa tusifanye maombi ya maangamio kwa ajili ya wapinzani wetu, kwa sababu hawa ni wale watakaoamini siku za usoni. Maulvi Abdul Karim Saheb alikuwa akisema kwamba mimi nilikuwa nikikaa juu ya chumba cha Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwa sababu chumba fulani kile kilijengwa kwa ajili ya Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb, na Sayyidina alayhi salam alikuwa akikaa katika sehemu ya chini. Usiku moja nilisikia sauti ya kulia kama mwanamke analia sana kwa sababu ya uchungu wa kuzaa. Nikawa na wasiwasi, nikasikia kwa makini, nikajua kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam anafanya maombi
na anasema katika maombi yake, mola wangu, tauni imeenea na watu wanakufa kwa sababu ya tauni. Mola wangu, hawa wote wakifa nani atakuamini? Sasa angalieni, tauni ilikuwa nishani ambayo bishara yake ilitolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tauni ilikuwa miongoni wa bishara ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Lakini tauni inapoenea, yule mtu ambaye tauni ilikuja kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wake, yeye analia mbele ya Mwenyezi Mungu na anasema, mola wangu, hawa watu wakifa nani atakuamini? Basi mwaminio anatakiwa asifanye maombi mabaya kuhusu wengine, maombi ya maangamio kwa ajili ya wengine. Mwaminio anatakiwa asifanye maombi ya maangamio kwa ajili ya wengine, kwa sababu yeye anakuwa anasimama kwa ajili ya kumwokoa. Ikiwa akifanya maombi ya maangamio kwa ajili yake, yeye atamwokoa nani? Katika hali hii jumuiya imepatikana kwa ajili ya hii kwamba iokoe dini tukufu ya Islam. Jumuiya Ahmadiyya imepatikana ili iokoe Waislamu na iwapatie heshima yao iliyopotea. Wakati wa Banu Umayya, heshima walikuwa wanayo Waislamu. Hazrat Muslim anasema kwamba jumuiya inataka kuwapatia Waislamu wote ili maovu ya Banu Abbas na Banu Umayya yasipatikane ndani ya hawa Waislamu. Basi hatuwezi kufanya maombi ya maangamio kwa ajili ya wale kwao tumeletwa ili tuwasaidie katika mwongozo. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema katika shairi lake la Kiajemi kwamba, mola wangu, uwajali hawa watu na uwajali maoni ya hawa watu ili mioyo yao isichafuke. Isitokee hivi kwamba kwa kuwachukia uanze kufanya maombi ya maangamio. Hatimaye hawa watu wanampenda mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya mapenzi wanayo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanakutukana. Basi hawa watu wa kawaida hawana elimu, wao wanafuata mashehe wao na wanasema wanaambiwa na mashehe. Siku hizi pia wanajumuia wananiandikia barua kwamba watu walipojua kuhusu uhakika wa jumuiya, hali yake ilibadilika kabisa. Hazuru anasema kwamba baadhi wakati wale wasiokuwa na jumuiya wananiandikia barua pia kwamba namna gani wao walijua kuhusu ukweli wa jumuiya, na wanasema sisi tumejua sasa hivi kwamba namna gani mashehe wanatupoteza. Kuna matukio chungu mzima kutoka Afrika ambapo baadaye jumuiya zilipatikana, na baada ya kujiunga na jumuiya wao walisema waziwazi kwamba mashehe walitupoteza na walituambia kinyume na uhakika. Hazuru anasema tunatakiwa tufanye maombi haya kwamba, mola wetu, uwaokoe Waislamu katika mashehe hawa wabaya na uwajalie waweze kutambua haki. Kisha kwa kueleza jambo hili kwamba kwa ajili ya Muislamu hasa jambo hili limepangwa kwamba hatari na shida na usumbufu utapatikana na majaribio yatapatikana katika. Kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu atamletea heri na baraka. Anaeleza Hazrat Muslim Maud kwamba kuna shairi la Maulana katika lugha ya Kiajemi. Maana yake ni hivi kwamba shida yoyote iliyopatikana katika kaumu, chini yake hazina kubwa inapatikana. Anasema Sayyidina alayhi salam kwa kusoma shairi hii alikuwa akisema kwamba ikiwa kaumu yoyote inakuwa Waislamu kweli kweli,
majaribio yanayokuja au shida inayopatikana inakuwa baraka kwao, na kwa sababu ya hii wao hawapati msiba. yaani shida yoyote inayopatikana baada ya kupata shida, raha na starehe inakuja. basi katika umma mzima mwislamu mkweli ni yule ambaye aliyempokea imamu wa zama hizi na amejiunga na ashiki wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ikiwa sisi tunapata majaribio usumbufu katika maisha yetu, majaribio haya ni kwa ajili ya kutupatia bishara za siku za usoni, na hii ndiyo ni kipimo cha kupima ukweli. yani baada ya kupata majaribio starehe inapatikana. historia ya jumuiya ni shahidi kwamba kila jaribio lilileta baraka kwa ajili yetu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. kisha kwa kueleza jambo hili kwamba athari ya mawazo mabaya yanapatikana kwa kuwa na urafiki tu. mtu akimwambia mtu mwingine afanye maovu au hakumwambia, lakini anapokuwa na urafiki na mtu mbaya, basi katika hali hii ubaya ule unapatikana katika yule mtu mwingine unapatikana ndani yake pia, kwa sababu athari yake inapatikana juu ya mtu mwingine. kwa kueleza jambo hili anaeleza kwamba singa mmoja ambaye alikuwa akisoma katika government college, yeye alikuwa akimpenda Sayyidina alayhi salatu wassalam. yeye alimpelekea Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kumpitia halifa wa kwanza kwamba zamani nilikuwa nikimwamini Mwenyezi Mungu, lakini sasa mimi sina uhakika bali nina shaka kuhusu Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salam alimpelekea habari hii kwamba mahali ambapo unakaa katika college ubadilishe mkao wako. yeye akabadilisha sehemu ya kukaa. baadaye akasema kwamba mimi sasa sipati shaka au dhana mbaya kuhusu Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam alipoambiwa kuhusu tukio hili alisema kwamba athari ya yule mtu aliyekuwa akikaa naye, athari yake ilikuwa inapatikana juu yake. alipobadilisha nafasi ya kukaa, basi athari yake pia ilikuwa haipatikani juu yake. basi mtu mbaya hata kama yeye hasemi neno moja, athari yake inapatikana juu ya mtu mwingine, lakini vile vile mtu akikaa na mtu mwema, athari yake inapatikana hata kama yeye hasemi hata neno moja. kwa hiyo mawazo yanaleta athari juu ya wengine, lakini hatujui kwamba yanaleta athari. Hasusan Hazur anasema kwamba vijana wanatakiwa wazingatie sana jambo hili, kwamba urafiki wao na wao wanatakiwa wakae na wale watu ambao hawaleti athari mbaya juu yao. vile vile kuna vipindi vya TV kuhusu hii, wakubwa pia wanatakiwa wakumbuke kwamba wanawazuia vijana watoto wasiangalie vipindi hivi, hata kama wao hawaruhusu watoto waangalie vipindi hivi ambavyo vinaleta athari mbaya juu ya hulka za watoto. au baadhi wakati inaandikwa kuhusu vipindi kwamba vipindi hivi si kwa ajili ya watoto, lakini ikiwa wazazi wenyewe wanaangalia vipindi vile majumbani kwao, athari yake itakuwa hii kwamba matokeo yake yatakuwa hivi kwamba watoto siku moja lazima wataangalia vipindi vile. na vile vile kitu kingine ni kwamba mazingira yanaleta athari, na kwa sababu ya hii malezi ya watoto yanaharibika. na wale wazee ambao wazazi wanaangalia vipindi hivi, haiwezi tokea kwamba wao wafuate ucha Mungu katika hali hii. na wengine wanaangalia vipindi vya TV kwa usiku mpaka usiku sana, na asubuhi hawamki kwa ajili ya swala. kwa hiyo wazazi pia wanatakiwa kwamba waweke safi mazingira ya nyumbani, kwa sababu vitu hivi pia vinaleta athari juu ya watoto na juu ya malezi yao, tarbiyati yao.
Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza sehemu moja kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akiwaambia watu kadhaa kuhusiana na maombi kwamba kwa ajili ya dua inatakiwa uhusiano ujengwe. Wewe upange nadhiri fulani, mimi nitakuombea. Sayyidina alayhi alikuwa akitumia njia hii ili uhusiano uboreke kati yake na kati ya yule ambaye anataka maombi. Kuhusiana na hii Sayyidina alayhi ameeleza riwaya moja kwamba mtu mmoja alimwendea walii moja kwa ajili ya maombi. Yule mtu alipoteza makaratasi ya usajili wa nyumba yake. Yule mzee akasema kwamba nitakuombea, lakini kwanza niletee hulwa na tamu. Yule mtu akashangaa, yule mtu ambaye alipoteza makaratasi ya usajili wa nyumba yake akashangaa kwamba nilimwendea huyu mzee kwa ajili ya maombi, ananiambia kwamba nimletee kwanza tamu au hulwa. Lakini yule mtu alikuwa akitaka maombi, akaenda dukani kwa ajili ya kununua hulwa na akanunua hulwa tamu katika duka la tamu. Aliponunua hulwa, mwenye duka alipokuwa karibu kuweka hulwa katika makaratasi, yule mtu akaanza kupiga kelele kwamba usichane makaratasi haya ni makaratasi ya usajili wa nyumba yangu, na kwa ajili hii nilimwendea mzee ili afanye maombi. Kwa vyote yule mtu akachukua hulwa na akamwendea yule mzee na akasema nimepata makaratasi. Mzee akasema kwamba niliposema ulete hulwa kwa ajili yangu, sababu yake ilikuwa hii kwamba ujenge uhusiano nami, na wakati ulipojenga uhusiano ulipata makaratasi yako. Kwa hivyo matukio ya aina hii mengi yanapatikana kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba yule mfuasi mkweli ambaye alikuwa anaumwa au alikuwa katika shida, Sayyidina alayhi salatu wasalam alimwombea sana kwa sababu ya hii kwamba yeye alikuwa akimsaidia katika kusambaza ujumbe wake na alikuwa akitoa michango sana kwa ajili ya kusambaza ujumbe wake. Basi kwa sababu ya kujitolea kwao, Sayyidina alayhi alikuwa na uhusiano madhubuti na hawa wafuasi wake. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwa kusihi kwamba tunatakiwa tushindane katika mwema, alieleza kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akieleza riwaya moja ya masahaba wawili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmoja wao akaleta farasi kwa ajili ya kuuza sokoni, na sahaba mwingine akamuuliza bei ya farasi ni kiasi gani. Muuzaji akaeleza bei yake, lakini mnunuzi akasema hapana, bei yake ni kiasi hiki. Na mnunuzi aliyomwambia bei ilikuwa zaidi kuliko muuzaji alimwambia, lakini muuzaji alisema kwamba mimi nitachukua bei niliyosema, lakini mnunuzi alisema kwamba mimi nitakupatia bei ambayo nilikwambia, yani bei ilikuwa zaidi kuliko bei ya muuzaji. Halifa mapili anasema kwamba hii ni riwaya ndogo ya masahaba kuhusiana na imani yao na kuhusu uaminifu wao, lakini masahaba katika uwanja wa mwema walikuwa wakishindana. Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi mshindane katika mema. Ikiwa mmoja anafanya kazi ya dini, mwingine anatakiwa afanye juhudi ili afanye kazi zaidi kuliko yeye, na kwa ajili ya hii ajitolee sana. Hazuru anasema ikiwa kila mmoja anakuwa na wazo la aina hili kwamba badala ya kuzingatia masilahi ya dunia tunafanya juhudi ya kushindana katika wema na tunashindana katika kubaki juu ya ukweli. Katika hali hii, ikiwa upande mmoja sisi tutaboresha tarbiyati yetu na tutapata thawabu yake, vile vile itasaidia vizazi vyetu pia kwa ajili ya malezi yao, na vile vile jambo hili litakuwa sababu ya maendeleo ya jumuiya pia. Basi hii ndiyo ni hali ya imani ambayo tunatakiwa tuwe nayo katika maisha yetu.
kisha kuna jambo lingine ambalo ni muhimu sana kwalo kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie jambo hili, na jambo lile ni hivi kwamba mkumbuke kwamba Mwenyezi Mungu ni yule ambaye sifa zote zinamhusu yeye, na ni Mwenyezi Mungu ambaye anamwongoza amtakaye. Mwenyezi Mungu ametupatia jukumu hili kwamba musambaze ujumbe, lakini kumwongoza mtu ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Sisi sawa na uwezo wetu, kwa kutumia nguvu yetu yote tunatakiwa tufanye kazi ya mahubiri ya kusambaza ujumbe. Mungu mwenyewe atatoa matokeo yake, ataleta matokeo yake. Hatutakiwi tuwe na mawazo haya kwamba ikiwa mtu fulani akipata mwongozo na akijiunga na jumuiya basi jumuiya itapata maendeleo sana. Baadhi wakati watu wanasema kwamba mtu fulani na fulani akijiunga na jumuiya basi maendeleo ya jumuiya yatapatikana sana. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na hii amesema kwamba watu wengine walikuwa wakimjia Sayyidina alayhi salatu wasalam na walikuwa wakisema kwamba katika kijiji chetu kuna mtu fulani, yeye akijiunga na jumuiya watu wote wa kijiji watajiunga na jumuiya, ila hali mawazo yao yalikuwa si sahihi, kwa sababu hata kama yule mtu angejiunga na jumuiya, hata katika hali hii watapatikana wengi ambao hawatajiunga au hawajiungi na wao wanaendelea kukataa. Anaeleza tukio la kijiji fulani kwamba kulikuwa mashehe watatu. Watu pale walikuwa wakisema kwamba shekhe hata moja akimpokea Sayyidina al-Islam sisi sote tutampokea Mirza Sahib, na moja wa shekhe akajiunga na jumuiya. Mwenyezi Mungu akamjalia fadhila zake na akamuongoza akafanya bayati ya Sayyidina al-Islam, na wote wakasema kwamba ikiwa moja amekubali imetokea nini, huyu mtu amekuwa mwenda wazimu. Bado wawili hawajajiunga. Hawa moja ikiwa amekubali haileti faida yoyote, hata wote wakijiunga sisi tutajiunga. Kisha baadaye sheikh mwingine pia akajiunga na jumuiya. Wapinzani wakaanza kusema kwamba hawa masheikh wawili waliojiunga na jumuiya hawa ni wajinga, ni majahili, lakini bado mmoja hajajiunga na jumuiya, kwa hiyo sisi hatutafanya bayati ya Mirza Sahib. Huzuri anasema tukio ya aina hii yanaendelea kutokea, lakini wale ambao hawana uzoefu sana wao wanaendelea kusisitiza kwamba mtu fulani akijiunga basi watu wote watajiunga, lakini mara chungu mzima haitokei hivi. Basi tunatakiwa tuzingatie fadhila za Mwenyezi Mungu na kufanya juhudi kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu na tunatakiwa tufanye kazi tuliyopewa badala ya kuangalia watu, badala ya kuwategemea watu. Wapo watu wengi ambao baadhi wakati watu wengine wanawategemea sana, lakini wale waliotegemewa wao wenyewe baadhi wakati wanapata majaribio na wanapata shida. Wakati mwingine watu wananiandikia kwamba mtu fulani amesema masharti haya, mfanye maombi kwamba masharti yake yatimie ili ajiunge na jumuiya. Akijiunga na jumuiya basi mapinduzi yatapatikana katika eneo letu, lakini jambo hili halihusiki na maendeleo ya jumuiya, bali tunatakiwa tufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu atupatie watu ambao wanaimarika katika dini na wao wanapata maendeleo katika maendeleo ya jumuiya. Halifa mtukufu anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam jinsi gani alikuwa na hamu kwamba watu wasifanye maovu. Al-Muslimun anaeleza tukio moja kwamba wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam mwanamke mmoja ambaye alikuwa si msome alimjia Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hazur anasema huyu mwanamke alikuwa katika kabila la chini. Yule mwanamke akasema kwamba Hazur, mtoto wangu amekuwa Mkristo, ufanye maombi ili asilimu. Sayyidina alayhi salam akasema umtume kwangu ili asikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Na yeye alikuwa mgonjwa na alimjia khalifa wa kwanza, alikuwa katika Qadian, na Sayyidina alayhi salam alisema kwa sababu huyu yupo hapa Qadian,
kwa hiyo uniletee. Yule kijana alikuwa na maradhi ya TB, alikuwa anapata matibabu kutoka kwa halifa wa kwanza, na yeye alikuwa akimjia Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Sayyidina Alayhi Salam aliendelea kumpatia nasaha na aliendelea kumwelewesha kuhusu mafundisho ya dini, lakini aliimarika katika Ukristo kiasi hiki kwamba moyo wake ulipoanza kuathirika kwa sababu ya mafundisho ya Islam, yeye akadhani isija akasilimu. kwa hiyo usiku moja akamwona mama yake hayupo kule, akaenda Batala, yani akakimbia kutoka Kadian akakimbilia Batala na katika makao makuu ya Ukristo. Wakati mama yake alipojua, yule mama akaenda Batala usiku na tena akamleta Kadiani huyo kijana wake. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba nakumbuka vizuri sana kwamba yule mwanamke alikuwa akija kwa Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam na alikuwa akisema kwamba mimi sipendi mtoto wangu, bali mimi napenda Uislamu. Huyu ni mtoto wangu mmoja tu, mimi nahamu kwamba asilimu, hata baadaye kama anakufa afe, mimi sijali kama anakufa, lakini asilimu kwanza. Mwenyezi Mungu alipokea maombi yake na yule kijana akasilimu, na baada ya kusilimu huyo mtoto alifariki. Yule mwanamke pia alikuwa akijua kwamba kwa ajili ya kumleta katika dini, ikiwa kuna njia anayeweza kutumia ni Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam, kwa sababu yeye anapenda sana Uislamu na yeye kwa hamu sana na kwa nia safi anaweza kumhubiri na anaweza kumpatia ujumbe wa Islam vizuri. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza jinsi gani Sayyidina Alayhi Salam alikuwa akiwasihi wengine. Azuru anasema baadhi wakati watu wanasema kwa njia ambayo ilikuwa si sahihi, na badala ya kupata mwongozo au kupata athari nasaha wanaharibika zaidi wale waliopata nasaha. Hazrat Sayyidina Alayhi Salam, Hazrat Muslim anasema alikuwa akisihi kwa njia ya ajabu. Mtu mmoja alimjia Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, alikuwa shida ya mali. Katika mazungumzo alisema kwamba kwa sababu ya upungufu wa mali mimi nimechukua tiketi ya gari ya moshi hivi, na ile njia ilikuwa sahihi. Sayyidina Alayhi Salam alimpatia rupia moja na akamwambia kwa kufanya tabasamu kwamba nategemea kwamba wakati wa kurudi wewe hutapata tiketi katika njia iliyo si sahihi. Yani Sayyidina Alayhi Salam alimsihi kwamba unatakiwa ufanye kazi ambayo ni halali. Kisha Hazrat Muslim Maud aliwakumbusha wanajumuiya kwamba wawe na ujuzi wa vitu mbalimbali. Anaeleza tukio la Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam kuhusiana na mada hii. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba kulikuwa kijana mmoja ambaye alikuwa akiishi kwa Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba nakumbuka kwamba kijana mmoja alikuwa akikaa kwa Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam, jina lake lilikuwa Paja. Sayyidina Alayhi Salam akamwambia kwamba afanye kazi pamoja na fundi wa kujenga nyumba, na baada ya muda fulani yule Paja akawa fundi wa kujenga nyumba. Yule kijana alikuwa hana akili sana, lakini alikuwa na imani sana. Alikuja wakati alipokuja alikuwa si mwanajumuiya, lakini baadaye alijiunga na jumuiya. Anaeleza hali ya akili yake, yani akili yake ilikuwa ndogo kiasi hiki kwamba wakati fulani wageni kadhaa walikuja Kadian. Wakati ule chakula kilikuwa kinapikwa katika nyumba ya Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam, na kulikuwa hakuna mpango wa langarkhana. Sheikh Rahmatullah Sahib, Mirza Yaqub Beg Sahib, Khaja Kamaluddin Sahib na Quraishi Muhammad Hussain Sahib walikuja Kadian, na vile vile alikuwa mtu mwingine pia. Hawa wote walikuja Kadian. Sayyidina Alayhi Salam alitayarisha chai kwa ajili ya hawa wote, na akamwambia Paja yule kijana kwamba yeye alete chai na awapatie wageni.
sayyidina al-islam kwa fikra hii kwamba isija kasahau kuwapatia wageni chai alimsihi sana sayyidina al-salatu wasalam kwamba uwapatie chai hao wote watano, isije ukasahau usimpatie chai mtu mmoja au usahau mtu mmoja. vile vile mfanya mwingine wa nyumbani alikuwa pale Chirag Saheb, pia sayyidina al-islam akamwambia yeye pia ajiunge na paja. hao wote walipoleta chai, wakati ule wale wageni walikuwa hawapo katika chumba, bali walimwendea halifa wa kwanza kwa ajili ya kukutana naye. kwa hiyo hao wote wawili wakaleta chai kule. Hazrat Muslim anasema kwamba Chirag alikuwa mtu ambaye alitumikia sayyidina al-islam kwa muda mrefu, kwa hiyo akaweka kikombe cha chai mbele ya halifa wa kwanza, kwa sababu halifa wa kwanza yeye alifikiria kwamba ni mwenye heshima zaidi. kwa hiyo kwanza akampatia chai, lakini paja akazuia mkono wake, akashika mkono wake kwamba na akasema kwamba sayyidina al-islam hakutaja jina lake, kwa hiyo usimpatie chai. Chirag akamwambia kwa ishara na akajaribu kumwelewesha kwamba ingawa sayyidina al-islam alikuwa hakutaja jina la halifa wa kwanza, lakini halifa wa kwanza ni mwenye heshima zaidi kuliko wengine, kwa hiyo kwanza anatakiwa yeye apewe chai. lakini paja aliendelea kusema kwamba sayyidina al-islam alitaja majina ya watano na yeye hakutaja jina la halifa wa kwanza. Hazrat Muslim anasema kwamba huyu mtu akili yake ilikuwa ndogo kiasi hiki kwamba hakuweza kuelewa jambo hili au kitu hiki, lakini yeye alipoambiwa kwamba ashiriki katika kazi ya ujenzi wa nyumba pamoja na mtu, yeye alijifunza haraka sana. Hazuru anasema kwamba ikiwa watu ambao wanakaa bila kazi wakijiunga na kazi yoyote wanaweza kufanya kazi. kwa watu wanakuja katika nchi hiyo, katika Afrika wanakaa bure, hawafanyi kazi, lakini wakijifunza kazi yoyote wanaweza kuchuma mali, na wale ambao hawapati kazi yoyote wanaweza kushiriki katika kazi ya kutoa huduma kwa ajili ya binadamu. kwa kueleza ghara ya sayyidina al-salatu wasalam kuhusu Mwenyezi Mungu, anaeleza tukio moja. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba kulikuwa mtu mmoja ambaye baadaye alijiunga na jumuiya, na yeye alikuwa karibu sana na sayyidina al-salatu wasalam, lakini kabla ya kujiunga na jumuiya Hazrat Muslim Maud alimkasirikia kwa miaka 20. sababu yake ilikuwa hii tu kwamba kwa sababu ya kauli yake moja sayyidina al-islam alimchukia, na ilitokea hivi kwamba mtoto wa huyu bana alifariki. sayyidina al-salatu wasalam pamoja na kaka yake walimwendea kwa ajili ya rambirambi, na katika familia huyu mtu ilikuwa mila hivi kwamba ikiwa marafiki walipokuwa wakija kwa ajili ya kuwapa rambirambi walikuwa kilia sana. kwa kufuata mila hii huyu mtu akaanza kulia na akasema kwamba Mungu ametuzulumu sana, amechukua mtoto wangu. Hazrat sayyidina alayhi wasallam alimchukia kwa sababu ya hii, lakini baadaye huyo bwana akatoka nje katika ujahili na akajiunga na jumuiya. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba sayyidina alayhi wasallam alikuwa akieleza tukio moja kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu yupo. alikuwa akieleza tukio hili hivi kwamba sayyidina al-islam alikuwa akisema kwamba Hazrat Mir Muhammad Ismail Saheb pamoja naye alikuwa akisoma mtu mmoja ambaye alikuwa hamwamini Mwenyezi Mungu. wakati fulani matetemeko ya ardhi yalipotokea, yule mtu ambaye alikuwa hamwamini Mwenyezi Mungu akasema Mungu Mungu. Mir Saheb akamuuliza kwamba wewe humwamini Mwenyezi Mungu, kwa nini umesema ram ram, yani Mungu Mungu? Yukasema mimi nimekosea, nimesema hivi tu. Hazrat Muslim anasema kwamba kitu hasa ni kwamba wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu wanakuwa juu ya wajahili. ndio maana wakati wa hofu anasema kwamba labda mimi nimekosea, lakini ikiwa angekuwa na elimu, badala ya kusema hii wakati wa kufa, huyu mtu ambaye si hamwamini Mwenyezi Mungu angewaambia wengine kwamba msifikirie kuhusu Mwenyezi Mungu, Mungu hayupo, lakini tunaona kinyume chake. basi hii ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu yupo, na imani hii inapatikana katika kila taifa.
msaada wa Mwenyezi Mungu uliopatikana pamoja na Sayyidina alayhi salatu wassalam hali yake ilikuwaje kwa kueleza hali Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba hali ya Sayyidina alayhi salatu wassalam inaweza kujulikana katika maandiko yake kadhaa ambayo aliyoandika Sayyidina alayhi salam na mimi nilichapa maandiko haya. Sayyidina alayhi salam alikuwa hakuandika maandiko haya kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine ili watu wasione kwamba ni maneno ya moyo wake tu, lakini maandiko haya yalikuwa hali ya moyo wake aliyoandika. Yeye hakuandika maandiko haya ili watu wa dunia wajue, wala maandiko haya hayaweza kuwafikia watu, lakini mimi nilipata maandiko haya na mimi nimechapa maandiko haya. Katika maandiko haya Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, Mola wangu, namna gani ni kuache wakati marafiki wote hawawezi kunisaidia, wewe unanisaidia na unanipatia utulivu. Mazuri anasema kwamba kila mwanajumuiya anatakia awe na hulka njema. Kuhusiana na hii Sayyidina alayhi salatu wassalam ametusihi mara kwa mara. Kuhusiana na hii Sayyidina alayhi salam mwenyewe alikuwa na mfano gani na namna gani alikuwa akiwatendea wapinzani. Kwa kueleza hali hii Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mtu mmoja aliniambia kwamba safari fulani katika mabaniani mwanamke wa mpinzani wa hali ya juu akapata ugonjwa, lakini alipokuwa akipewa matibabu maradhi yake aliendelea kuzidi. Dawa fulani itwaye kasturi ilitakiwa kwa ajili ya mwanamke, kwa hiyo yule mpinzani hakupata kasturi. Akamjia Sayyidina alayhi salam na akasema, ikiwa wewe unayo kasturi nipatie. Na yeye alikuwa akihitaji kiasi fulani kasturi, lakini yule baniani anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam akaleta chupa nzima ya kasturi na akaniambia kwamba mke wako anaumwa sana, kwa hiyo uchukue yote na umpatie. Kwa ajili ya kuepukana na fitina kuhusu hii kuna mafundisho gani? Muslim Maud anasema Sayyidina alayhi salam alikuwa akisema kwamba tauni imetoka katika taan, na taan maana yake ni kupiga mkuki. Basi yule mtu ambaye wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu maadui yake alionyesha nishani yake, hata yeye ataonyesha tena nishani yake, na yeye hatakaa kimya. Na tutawasihi wanajumuiya kwamba wao washike subira na waweze kuonyesha duniani kwamba jumuiya moja inaweza kupatikana ya aina hii, kwamba ambayo kwa kuona fitina ya kila aina inaonyesha subira. Na nimeshawahi kueleza kwamba katika hali hii Sayyidina alayhi salam jinsi gani alikuwa akifanya maombi. Hazuru anasema katika hali hatutakiwi tufanye maombi ya maangamio kwa ajili ya wengine, na vile vile katika hali tunatakiwa tubaki kwa usalama na tuwe na subira. Sayyidina alayhi salam alituongoza na alituelekeza jinsi gani tunatakiwa tufanye maombi. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba Sayyidina alayhi salam alikuwa akisema kwamba ikiwa mtu anaona kwamba wakati wa dua hapati hali halisi ile ambayo inatakiwa kwa ajili ya kupokelewa maombi, basi anatakiwa afanye juhudi, hatimaye atapata ile hali. Kwa kueleza maelezo yake kuhusu mada hii, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba baadhi wakati sisi tunaposhindwa na tunapozingirwa na maadui, sababu yake ni hii kwamba wapo wanajumuiya wengine ambao ni wavivu katika maombi. Hazuru anasema hii hali hii inapatikana mpaka leo, na wapo wengi ambao hawajui jinsi wanayotakiwa ufanye maombi, hata wao hawajui dua ni nini. Wanasema mapinduzi, lakini wao ni wavivu, hawafanyi maombi. Kuhusiana hii Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kwamba dua ni sawasawa na kupokea mauti,
na alikuwa akisema kwamba jo mange so mar rahe jo mare so mangan jaye, yani kuomba kwa mtu mwingine ni mauti, na bila kuwa na mauti mtu hawezi kumuomba mtu mwingine. Ikiwa yeye haleti mauti juu yake hawezi kumuomba mtu mwingine, basi dua maana yake ni hii kwamba mtu akubali mauti, kwa sababu mtu ambaye anajua kwamba naweza kufanya kazi ile yeye hatamwomba msaada kwa mtu mwingine. Je, inaweza kutokea kwamba mtu kwa ajili ya kuwaa mawazi awaite watu wa mtaa kwa manjoni na munisaidie kwa ajili ya kunivisha mawazi, au kwa ajili ya kuosha sahani aombe msaada kwa mwingine kwamba njooni na nisaidieni katika kuosha sahani, au kwa ajili ya kuinua kalamu aombe msaada kwa wengine? Mtu anaomba msaada wakati anapojua kwamba hawezi kufanya kazi ile, lakini yule ambaye anakuwa na imani kwamba anaweza kufanya kazi mwenyewe haombi msaada kwa wengine. Mtu yule tu anaomba msaada kwa mwingine ambaye anajua na imani hii kwamba hawezi kufanya kazi ile. Vile vile mtu anaweza kumuomba Mwenyezi Mungu yule tu ambaye anajiona kwamba yeye ni mfu mbele ya Mwenyezi Mungu na amekufa na anaona kwamba yeye hawezi kufanya kitu chochote. Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu ikiwa hafi katika njia yangu, maombi yake hayawezi kuwa maombi. Basi hali yake ni hivi kwamba mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kuchukua kalamu lakini katika hali anawaita wengine, akifanya hivi basi je, watu hawatacheka juu yake? Na yule ambaye ana uwezo wa kuchukua kalamu mtu mwingine hatamsaidia, lakini yule ambaye anajua kwamba anaweza kufanya kazi ile, dua yake haiwezi kuwa dua ya mtu yule tu itakubaliwa ambaye anakubali mauti kwa ajili yake na anajiona kwamba yeye si kitu chochote. Mtu anapokuwa na hali hii, ni yeye ndiye anayefaulu mbele ya Mwenyezi Mungu, na maombi yake ndiyo ni maombi yanayopokelewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba sisi tuwe na hulka njema, tufate hulka njema na tuwe na ibada ya hali ya juu, na Mwenyezi Mungu atujalie tufanye maombi yanayopokelewa na tuweze kutimiza haki zake pia. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.